Rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa amefanya ziara nchini Urusi. Rais huyo amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo Putin amemweleza al-Sharaa kwamba uhusiano kati ya Moscow na Damascus daima umekuwa wa kirafiki. Rais Putin alimwambia rais wa Syria kwa kipindi cha mpito Ahmed al-Sharaa, akibainisha kuwa uhusiano uliopo kati ya Damascus na Moscow daima umekuwa ukiongozwa na maslahi ya pande zote mbili. Urusi na Syria zimekuwa na uhusiano wa kirafiki na wenye nguvu kila wakati. Nchi zetu zimeendeleza uhusiano maalum kwa miongo mingi. Tumedumisha uhusiano wa kidiplomasia kwa zaidi ya miaka 80 na ulianzishwa wakati wa nyakati ngumu zaidi kwa Urusi na Umoja wa Kisovieti. Wakati huu uhusiano kati ya Syria na Urusi umekuwa wa kirafiki na wa kipekee, alisema rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin wakati alipokuwa akifanya mazungumzo na al-Sharaa. Hii ni ziara yake ya kwanza tangu kuanguka kwa Bashar al-Assad, ambaye naye yupo nchini Urusi. Hata hivyo, kumekuwa na taarifa kwamba pengine al-Sharaa alikuwa na mpango wa kutaka kuondoka na rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad. Taarifa zaidi zinasema kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin amemweleza al-Sharaa kwamba Moscow daima imekuwa ikiangalia maslahi ya pande zote mbili katika uhusiano wake na Damascus. Sisi katika Urusi hatujawahi kuruhusu uhusiano wetu na Syria kuathiriwa na hali yetu ya kisiasa au maslahi maalum. Sisi tunatazama maslahi ya pamoja na maslahi ya wote. Katika miongo yote hii daima tumekuwa tukiongozwa na jambo moja, maslahi ya watu wa Syria na watu wa Urusi. Wasiria wengi wanasoma nchini Urusi, watachangia maendeleo ya serikali ya Syria. Kwa sasa kuna vijana zaidi ya 4,000 kutoka nchini Syria wanasoma katika taasisi za elimu ya juu katika shirikisho la Urusi. Ninatumai kwa dhati kwamba watatoa mchango mkubwa katika maendeleo na kuimarisha serikali ya Syria katika siku zijazo. Urusi ina uhusiano wa kina na watu wa Syria. Inatosha kusema kwamba mamia, labda maelfu ya watu wameunganishwa na ndoa na urafiki. Na hata baada ya kupinduliwa kwa Bashar al-Assad, Urusi ilimtoa rais huyo wa zamani wa Syria Bashar al-Assad yeye na familia yake kwa kuhofia usalama wake, kwani imewahi kutokea kwa baadhi ya mataifa ambayo yameungwa mkono na baadhi ya mataifa magharibi kuwaua viongozi walioko madarakani ambao wamepinduliwa, huku ikitolea mfano wa kilichotokea kwa Muammar Gaddafi nchini Libya. Kuhusu hali ya Syria, Syria inapitia nyakati ngumu, lakini uchaguzi wa bunge utaimarisha ushirikiano kati ya nguvu zote za kisiasa. Ingawa Syria kwa sasa inapitia nyakati hizo, lakini lazima kuwe na hakikisho la uchaguzi ambao al-Sharaa ameeleza. Ushindi wa vikosi vinavyomuunga mkono rais nchini Syria ni mafanikio makubwa na hatua kuelekea kuimarisha jamii. Nadhani haya ni mafanikio yako makubwa kwa sababu yanaongoza kwa uimarishaji wa jamii. Hayo ni maneno ambayo ameyaeleza rais wa Urusi Vladimir Putin kumweleza Mohamed al-Sharaa, kiongozi wa mpito wa serikali ya Syria, ambaye amefanya ziara ya kwanza nchini Urusi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.